Muda huu sasa ndio tunaketi na wachambuzi wabobevu kabisa masuala ya kandanda hapa. Idi Nonga yuko hapa. Wewe nikae vyema ili niweze kukuona wakati na kuswalika na wewe uweze kunijibu yale maswali ya papo kwa kesho ndio kesho. Wanasema asiyekuwa na mwana aeleke jiwe. Tumesikia kile ambacho kimezungumzwa na mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Simba Sports Club. Neo Maema naye tumemsikia, lakini Walter Harrison tumemsikia pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Kabla ya kukusanya haya maoni ya wachambuzi, hebu tuanzie pale kwenye wahusika wenyewe namna ambavyo walikuwa wakizungumza kuelekea kwenye mchezo huo. Unapata taswira gani Idi Nonga kuelekea kwenye mchezo wa fainali inayohusisha dabi ya Kariakoo? Lakini tutagusia pale ambapo wamezungumza wawakilishi wa timu zote mbili. Ukiwasikiliza wawakilishi wa timu zote mbili, ni pande mbili tofauti ambazo unazipata. Ukiwasikiliza Simba Sports kuanzia kwa Ahmed Ally, Neo Maema naweza nikamtoa kwenye hilo kundi, lakini ukimsikiliza Ahmed Ally anabeba picha kubwa ambayo watu wa Simba ambao wanayo kuanzia maandalizi yao kuelekea kwenye huu mchezo, lakini hata maono ya mashabiki wao pia kuelekea kwenye huu mchezo. Kuna sentence nyingi sana Ahmed kazizungumza, lakini kama unachukua sentence mbili tu kuelekea kwenye huu mchezo, inawezekana ukawa ni mchezo bora zaidi siku ya kesho. Sentence ya kwanza ambayo amezungumza, anasema wakati kuna kipindi kilifika mnyama alikuwa mnyonge zaidi kucheza kwenye hii mechi, ndipo ambapo kulikuwa kuna dabi sita mfululizo katikati ziliingia hapa, kuna vipigo vingi, mabao matano pia kinaingia hapa kwenye mchezo wa mwisho ambao aliamua bingwa msimu uliopita, pia unaingia eneo hili, lakini pia kwenye sare ambao walipata mchezo ambao ulipigwa New Aman pale, at least uliona kila kitu sasa kimebadilika kuhusiana na kuzungumzia mchezo wa dabi. Sentence nyingine ambayo alizungumzia, anazungumzia kama utakuwa na timu, kama utakuwa huko tayari, basi hii michezo utakuwa unaifurahia sana, especially kwenye mchezo wa dabi. Hii tayari inakupa picha, ukiangalia mwendelezo wa Simba kuanzia kwenye ligi, kuanzia kwenye hii michuano, kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Mafunzo ambao walishinda bao 1-0, kuelekea kwenye mchezo wa pili dhidi ya Mlandege, kwenye performance ya kipindi cha kwanza kwenye vijio vya digitali kulikuwa kuna mijadala mingi sana ambayo ilikuwa inazungumzwa, and then mara baada ya Simba kuingia kwenye kipindi cha pili kuna mabadiliko ambayo wameyafanya, lingiwa kina Chama, kina Mwalimu, wachezaji wengine, Simba ikawa imebadilika kabisa na wakapata ushindi mabao 3-0 kuelekea kwenye huu mchezo. Na kama ukasikiza mashabiki, hata timu yenyewe ukitazama, uwepo wa Nseti Ora, uwepo wa Clatous Chota Chama, Selemani Mwalimu huyu ambaye tunamuona hivi sasa, wakina Ismail Ture, wakina Kasari hawa, wakina Roshan Derok, wakina Kibabage ambao wameongezeka kwenye timu, imekuwa ni timu ambayo kwenye michezo ya hivi karibuni ni Simba ambayo unaitazama inakupa nafasi kubwa kuweza kupata matukio. Kwa ukiibeba kwenye huo ubora ambao mnyama anao, lakini ukienda vis-a-vis, hata ukimsikiza Walter Harrison, ukimsikiza Bakari Nondo Mwamnyeto, wako comfortable kwa kwenye hii mechi. Yani Walter Harrison, moja ya maswali ambayo Bakari aliulizwa na mwandishi wetu, akasema viongozi wanapanga ya kwao, kocha naye huwa anazungumza ya kwake. Nyinyi wachezaji huwa mna kipi ambacho mnakijalia? Sasa sisi tunachukua ya kocha. Na hata ukimsikiliza Walter Harrison anamwambia Baraka, kabla kucheza kwenye hii michuano nilikwambia tutacheza finali na tutafanya kwenye ule ubora wetu ambao tunafanya kwenye michezo ya finali, ndio mabingwa watetezi. Wakizungumza hivyo unawaelewa. Na hata ukitazama kwenye aina matukio ambayo wameyapata kwenye mechi yao ya kwanza, kushinda mabao 4, kwenye mechi ya pili dhidi ya Azam FC ushindi mzuri kabisa, mabao 2-1, inakupa hiyo. Una watu kama kina Nokelo, kina Prince Dube hawa, kina Max, ni timu ambayo hauhitaji kuizungumzia sana kwenye ubora, na hata kwenye maeneo ya finali ambayo utaiweka Yanga itakupa hiyo kwenda kushinda finali. Lakini when comes to derby, ni derby tayari. Nikija kwenye derby, ni derby. Na ukirejea kwenye mechi ambayo ilipita, ilifanyika huku visiwani Zanzibar, kwenye mechi ambayo kama Simba wanahitaji kuwa na motivation kule kwenye hii mechi, ni mechi yetu ile iliyopita ile ambayo anaichukua sababu kama mechi yetu ilipata sare, ilipelekea hata waamuzi na kuwekwa kabisa. Ilikuwa ni mechi bora kabisa ya dabi ambayo wametupa, na kuelekea kwenye huu mchezo alizungumza mambo mengi sana, huko kuna dabi mbisi, huko na nini, lakini kwenye ubora kwenye hizo timu zote mbili bado itakuwa ni finali bora sana kwenye kitazama. Yanga ni bingwa mtetezi, lakini Simba anaingia kwenye hii mechi, kama ataweza kupata matokeo, inawezekana kwa na furaha zaidi kuelekea hata kwenye mechi yao ya pili ya dabi ya pili hiyo. Swali langu kwa Andrea Kingamkono itahusianisha na magoli ambayo tunayaona kwa maana ya highlights za cards, magoli hayo ambayo yanaonekana. Maana yake ni kwamba utakwenda kunijibu kufuatia performance ambayo ameionyesha Yanga kwenye mchezo wao wa nusu finali, kwa kile ambacho kimejitokeza kwenye mechi ya nusu finali ambayo imewapa nafasi Yanga kwenda moja kwa moja kwenye hatua ya finali. Iliwachukua dakika 4 tu za kipindi cha kwanza Yanga kuweza kuongoza bao la kwanza likifungwa na Prince Dube Mpumelelo
akiwafunga waajiri wake wa zamani. Nini unakiona kuelekea kwenye mchezo ambao Simba Sports Club baada ya kuingia Selemani Mwalimu Sele goalgetter, ambaye yeye aliingia dakika 3 tu baadaye akafunga bao, ingawaje baadhi ya mijadala inasema atengenezewe nafasi nyingi sana, ila hii anaingia dakika 3 tu, nafasi moja tu aliyoipata amefunga. Kwa hiyo naomba upite humo kwenye kutuelezea na kutupa uchambuzi wenye utondoti uliotukuka. Muda wako sasa wa kutabahari, karibu. Kwanza Yanga ni timu ambayo katika msimu huu ndio wamekwenda katika mechi zao nyingi wakiwa timu ya kwanza, timu bora, timu ya kwanza uwanjani, kwamba ni timu ambayo inapewa nafasi kubwa ya kupata matokeo. Sawa sawa. Pamoja mara nyingi kuna wakati wapinzani wengi wanawadharau kutokana na kuna mapungufu fulani yanaonekana ya kiuchezaji wa Yanga. Watu wengi wakiingia uwanjani wanakwenda wakiwa wanawadharau kwamba sisi tunawaweza. Wakienda pale wanakutana na kitu ambacho wao hakitegemei. Watu wengi kwenye ligi kuu tuliona. Sasa kwenye haya mashindano vile vile ilikwenda, ulikuwa unaona Azam jinsi walivyocheza dhidi ya KVZ, walicheza vizuri sana. Umeona? Sasa ukaona hii mechi ya Yanga na kile walichokifanya Azam kwenye ligi kuu na pamoja na kwenye mechi ya Mapinduzi. Ulikuwa unaona kuna mechi nyingine kali inakuja mbele yako. Kabisa. Lakini Yanga wakamaliza ile mechi mapema sana. Na wamemaliza mechi mapema kwa sababu ya aina ya wachezaji wao waliokuwa nao. Wametengeneza combination ya muda mrefu ambayo sasa hivi imeanza kuzoeleka kwamba wana mawasiliano mazuri binafsi ya wachezaji. Kwa hiyo ulikuwa unaona goli la kwanza la Yanga dhidi ya Azam, mpira ambao Akaminko aliuchukua, bahati mbaya alivyopiga pasi katikati akiwa anamtafuta nani Faisal akaogopa jinsi Damaro alivyoingia kwenye miguu kwa spidi, akaruka akaacha kucheza mpira. Ule mpira ukamkuta Okelo alichofanya aliburuza mara 2 tu. Tayari Prince Dube alikuwa anajua huyu mtu anafanyaje. Akaingia kwenye nafasi. Kwa hiyo unaona ni mchezo ambao unaona kabisa Yanga ni timu ambayo hawa wamezoeana. Na hii ndio silaha kubwa ya Yanga. Katika msimu mechi zao nyingi za raundi hii nimeona wanafunga magoli mengi sana katika dakika za kwanza. Kipindi cha kwanza wao Yanga ni hatari sana. Kuanzia dakika 3 ya 4 wanafunga magoli mengi sana, wamefunga ukiangalia hata katika mechi 3 zilizopita. Magoli yao mengi sana walifunga kwenye hiki kipindi. Kwa hiyo ni kipindi ambacho Yanga wanatumia. Hasa nadhani kocha wao amegundua kwamba timu nyingi mwanzoni mwa mchezo zinakuwa ziko mchezoni. Kwamba watu wametoka kufanya warm up, bado inaonekana wengine hawajafanya warm up kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo wanajikuta bado hawako mchezoni. Kwa hiyo wao wanaweza kutumia hiyo nafasi. Na hichi ndio tunachoona kwa Azam ilivyokuwa. Kwa hiyo walivyofunga ile goli Azam ikawaondoa kidogo mchezoni. Wakaja wakafunga goli la pili ambao na yenyewe linafanana hivyo kwa kushambulia kushtukiza. Kwa hiyo unaona kabisa Yanga hii alipiga Alan Okelo, lakini hii alipiga Dube. Ukiona namna ambavyo Dube. Lakini pasi ya kwanza Okelo ndo alipiga kwa Dube. Pre-assist. Kwa hiyo ni mtu yule amehusika kwenye magoli, kuyatengeneza magoli mawili. Kuna ile moja na ile alianzisha kabla pasi ya mwisho kwenda kwa mfungaji. Kwa hiyo unaona ni kwamba ndio nasema kuna combination ambayo hata jana nilizungumza kwa kuna combination mpya ambayo Yanga wameanza kuitengeneza ya Dube na Okelo. Kwa hiyo watu wameanza kuelewana. Na kitu ambacho Okelo alikuwa analaumiwa kwamba kiwango chake kwenye mechi kubwa haonekana, lakini kwenye hii mechi ameanza kuonyesha kama kitu anacho. Na nimeanza kuona sasa hivi imeanza kuandikwa sana DMO. Yaani Dube, Okelo, Max. Unaona? DMO. Kwa hiyo akija Mzize itabadilishwa, mtu akaperform inabadilishwa. Hata ukiangalia pale kwenye hiyo picha hiyo DMO utaiona. Hiyo wakati wanageuka hivi wanaondoka, kuna mpiga picha alipiga picha moja nzuri sana, wanaonekana mgongoni wanatembea, ilikuwa picha moja nzuri sana. Kwa hiyo nadhani Aboi alipost kaka akasema mtego umetiki. Umeona? Kwa hiyo hii combination ambayo inatengenezwa na unaona combination hii inapata balance ya wapi? Inapata balance ya chini, kwamba kuna watu wawili, kuna Damaro, kuna Duka Buya, kuna Mudasiri akiwepo pale. Kwa hiyo mechi hii naona, kwa sababu mechi ya ligi hatocheza, namuona muda akiingia kwenye hii mechi atakuja kucheza. Kwa hiyo ni sehemu ambayo Simba wanakwenda kwenye mchezo huu, wanabidi na wenyewe hilo walijue kwamba Yanga wanatumia nafasi zao mapema, wanataka kumaliza mechi mapema. Mechi iliyopita Yanga nadhani kuna somo kubwa walilipata kutoka kwa Simba. Kwa hiyo nadhani hilo jambo ambalo watakuja kuingia nalo Yanga, watakuwa wanajua kabisa kwamba Simba mechi iliyopita walitubana vilivyo. Tuliwaacha wakatawala mpira, na Simba ni wazuri sana kwenye kipindi cha pili. Simba wakatawala mchezo, wakafanikiwa kupata mpira ukaingia golini, lakini refa akasema ni offside, ambao baadaye kamati ile ilisema goli halali lilikataliwa. Umeona? Kwa hiyo nadhani Simba ndio maana Simba wanajiamini hasa kutokana na kile kiwango alichokionyesha kwenye mechi zidi iliyopita. Twende kwenye mechi ya Simba. Tumemzungumza Selemani Mwalimu ambaye wewe umesema na
baadhi ya wachambuzi wengi wamekuwa wakizungumza kwamba Sele inahitaji nafasi nyingi sana yeye kuitumia moja. Lakini kwenye hii mechi kama utakumbuka, dakika ya 60 ndio ambayo alikuwa ametambulisha mchezoni. Dakika 3 baadaye anamnyanyua kocha wake kwenye benchi na mashabiki ambao walikuwa wamekaa pale jukwani. Nini ambacho nataka kukizungumza kabla ya Idi Nonga kuzungumzia kiwango cha Simba na namna ambavyo Simba walianza safari yao ya kutoka kwenye hatua ya robo finali mpaka finali? Selemani Mwalimu kwangu mimi ni miongoni mwa wachezaji ambao washambuliaji ambao wanakuwa vizuri. Sawa, lakini Selemani Mwalimu, huo ni ukweli ambao ufichiki, anahitaji kupata nafasi 3 hadi 4 ili afunge goli moja. Sasa wakati mwingine kwenye michezo ya dabi inakuwa hizo nafasi za kugazipo kwa sababu watu wanakuwa wamepania na watu wanakuwa kwenye umakini mkubwa sana. Lakini sio mechi zote. Kama mechi hii nafasi moja tu amefunga. Yani iko kwa sababu ngombe, kwa sababu tabia ya mchezaji na haikuwa rahisi hii nafasi. Angalia Chama huo mpira anapoweka, wewe useme kwamba Sele anafika nafasi nusu. Yani kwa mshambuliaji angekosa pale tungemlaumu yeye sana. Kwa sababu nakwambia mimi nakwambia kwa mshambuliaji ngoja ngwambie nusu nafasi unajua kwa mshambuliaji kwa sifa za mshambuliaji anakosa goli lile, sisi tunambebesha yeye. Tazama distance ulipopigwa mpira, angalia Chama anapoweka. Chama alipoweka mpira aliona nani anampa. Unajua mpigaji pasi alimwambia na kupigia pasi hapa. Ukiona ule mpira wakati unaanza kutoka, Mwalimu alikuwa nyuma ya Chama. Wakati Chama anakimbia, ngoja ngombe, wakati Chama anakimbia kukimbiza ule mpira, ulikuwa unamuona Mwalimu yuko nyuma yake. Mimi naona defender Abubakar Mwadini Kahili ambaye anaitwa Kahili. Muona Mwalimu yuko nyuma. Chama ameingia, ameinua macho, amemwona. Unamwona Mwalimu alikuwa mbali kama anajogi. Alivyomwona Chama ameanza kumzidi mbio yule beki, umeona aka sprint zaidi kuingia kwenye eneo. Lakini angalia huo mpira unapowekwa. Na Chama unaona pasi ile imepigwa makusudi eneo lile. Kwa sababu Chama alikuwa na nafasi ya kuweza kuipiga katikati, lakini alimuona huyu ndo ana nafasi ya kufunga zaidi. Lakini mimi nahesabu kama ilikuwa ni nusu nafasi. Hata angekosa ni siku zote goli lolote ni nusu nafasi. Yaani ukiitumia kwa mshauri, kwa sababu kuna goalkeeper, kama kipa akiwa hayupo ndio tunasema nafasi kamili. Lakini kama kuna goalkeeper mbele, kuna mtu mbele, hiyo inakuwa nusu nafasi. Basi nisitoe mchezo leo, tuendelee. Umakini wako kwenye kufunga. Na kwa nini tunasema Mwalimu na hii ni tabia? Yaani unaweza kusema kwamba mtu anaweza kaingia akafunga goli. Na afu kuna mtu ambaye anacheza mechi 5, mechi 6, anatumia nafasi nyingi kufunga goli moja. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba huyu mchezaji tabia yake anatumia muda mwingi kufunga kuliko anavyotumia akiingia anatumia nafasi chache kwa sababu tunaona Simba japokuwa kuna changamoto kwake pamoja na hayo yote ya Mwalimu, lakini changamoto ambayo Simba wanayo kwa Mwalimu ni kwamba wale watu wanaotakiwa kumchezesha sana Mwalimu hawampi hiyo mipira inayostahili kufunga. Umeona? Au anataka kufunga, nani Alibasi anataka kufunga, Loemba akicheza pale anataka kufunga, Mpanzo akicheza pale anataka kufunga. Chama ndio umeona anajitetea. Kwa hiyo kija kuangalia kuna mazingira mengi watu wanamzunguka. Kumbe mtambuka hivi. Na nafikiri kuna haja ya kukaa kwenye huo mjadala na kupunguza haya makosa ya Selemani Mwalimu ya kusema kwamba mchezaji ambaye anahitaji nafasi nyingi ili kuweza kufunga nafasi moja. Hawa wengine ambao wanakuwa na matamanio wanatamani kufunga, hatuwasemi kwa sababu nafasi zao wao ni kutengeneza magoli, lakini wanafunga. Of course wanafunga, lakini kwa mfano hata Libase Mwalimu amefunga magoli 3 ya ndani ya faulu. Tena taratibu kinga mkono. Hata huyu Libase Gay ambao unamzungumza au Elim Panzo Kibisawala naye ni miongoni mwa wachezaji ambao utampa nafasi 5 anaweza akaiconvert moja. Katika watu ambao wanakosa magoli mengi kama unatengenezea kwenye nafasi ni Eli, nafasi nyingi kulikweli za mnyama zikosa. Nadhani Sele anahukumiwa kwa sababu lile eneo ambalo wanacheza na tabia za lile eneo. Wengi wamepita hapo, kama utazungumzia kwenye ubora wa Simba kwenye miaka ya karibuni utamtaja Medi alikuwa anafunga eneo hilo, sijui akina Aboko wanafunga hapo. Kwa ni eneo ambalo akina Soa wakati wanakuja ndio akawa wanafunga ile eneo. Kwa ni eneo la kishambuliaji ambalo linatajwa, lakini kwenye mpira wa kileo ni magoli yanahusishwa kwenye maeneo mengi. Na pia kwa Sele kama tukitaka kumtazama yeye mwenyewe kwenye wajibu wake, Simba Sports kwa Tanzania, hapa Tanzania bara ndio daraja lake kubwa anacheza. Ametoka Fountain huyu. Mind you ameenda Wydad. Then Wydad amekuja Simba, na kama angecheza Fountain sidhani hizi story mimi sio Mungu mtu, sidhani kama
mnyama angetoka angeenda Fountain angemchukua, angemsajili Simba Sports. Nadhani kuna CV ambayo ameenda Wydad imetengenezwa kule, amekuja kucheza Simba Sports, anakuja eneo ambalo wengi kati anakuja mimi Nonga nataka tuseme tufunge mjadala wa Sele alafu tufungue mjadala mwingine tukatazame namna ambavyo makocha wa kizawa walivyokuwa na safari yao kuelekea kwenye mchezo wa fainali. Kuna namna viungo wa Simba hawaifanyi kazi yao ipasavyo kwenye eneo la ushambuliaji kumrahisishia mfungaji kuweza kufunga. Huo ndio ukweli ambao hauwezi kupingika. Kwenye safu ya ushambuliaji ya Simba kuna hayo mapungufu ya viungo wao wale ambao kutengeneza nafasi nyingi ambayo unaona washambuliaji wa Yanga wanaipata kutoka kwa kina Okero, kutoka kwa kina Duke Abuya, Maxi, Pacome. Yani hawa viungo wanafanya kazi kubwa. Pamoja na wao wanafunga, lakini wanawarahisishia washambuliaji wao kutumia zile nafasi. Kwa hiyo nadhani kwa Simba hilo ndio changamoto yao, kwamba wana watu wengi wanaweza kumiliki mpira, lakini wao wanatamani kufunga magoli. Kwa hiyo wakati mwingine wanajisahau kutengeneza nafasi nyingi kwa mshambuliaji ambaye yuko pale mbele. Japokuwa najua mpira wa kisasa umebadilika kwamba yeyote anaweza kufunga, lakini bado kuna nafasi ambayo mshambuliaji anapewa mipira ambayo unaona kwamba hii mipira amepewa afunge, afu yeye amekosa. Tutasema okay, huyu amepewa mipira mitatu kwenye goli kwenye njia yake, lakini amekosa. Umeona kama pasi ambazo Dube alipewa na Okelo. Okelo of course. Angalia mechi ya Mbeya City na jinsi walikuwa wanapewa Dube nafasi zile. Yaani unaona kabisa hata mechi ya Mwembe Makumbi anaitwa. Sio Mwembe Makumbi. Mwembe Makumbi unaona pasi ambazo alipewa Dube. Au unaona kwa mfano kama hii pasi ya Anise Ura, hii pasi ya Chama. Hii pasi inamwambia mtu afunge. Akikosa hilo ni kosa lako wewe, unaona? Kwa hiyo anakosa. Nadhani Kinga pamoja na Hassan kitu kimoja tu, yani Simba na Yanga wana playmakers wengi sana, playmakers ambao wanaweza kuchezesha timu pia wakatoa nafasi za kufunga. Ndio hapa anaingia Alan Okelo, kuna wakati Azizikie kwa anaingia hapa, Faisal kuna wakati yupo anaingia hapa, lakini Pacom kuna wakati Max huwa anacheza kwenye eneo lile, Mudathiri kuna wakati ana active eneo. Kwa upande wa Simba ukichukua hizo sifa nyingi, anaenda kuelekea kwa Clatous Chota Chama, Loemba huyu ambaye hizo sifa pia anazo, lakini hapati nafasi ya kucheza mara kwa mara. Kwa hiyo kwenye viungo wa Simba wengi ambao tunawatazama wako more direct. Ora yuko direct, ni mtu ambaye mawinga kabisa. Yes, ni mawinga pase, yani akupi, yani hana hizo tabia za si amepunguza mtu kunyumbulifu sio kufanya nini, kitu ambacho at least yani kwa kitu ambacho Mpanzu kama utamvalisha ile eneo huwa anakupa hiyo kitu, lakini bado yeye mwenyewe hizo nafasi pia anahitaji kufunga kwa Neo Maema. Yes, Neo pia pasa mzuri. Kwa hiyo Simba Sports una Neo Maema and then una Clatous Chota Chama. Lakini hata Simba wenyewe aina ya mpira wao wako more direct, ni watu ambao wako mbele mara nyingi, mpira watacheza kwenye maeneo ya kucheza, lakini vile wako more direct na watu ambao wanapenda sana kufunga. Kwa hiyo nadhani tofauti mkubwa uko eneo hilo. Bana, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Viwanjani ya Azam TV. Mimi ni Hassan Ahmed, niko na Idi Nonga, bila kusahau pia niko na Andrea Kinga Mkono. Tunatazama safari ya timu zote mbili kwa maana ya Simba na Yanga kutinga moja kwa moja kwenye hatua ya fainali Kombe la Muungano. Mechi hii inatarajiwa kuchezwa kesho kwenye uwanja wa New Amani Complex saa 2:15 usiku. Mjadala mkubwa tulikuwa tunaangazia namna ambavyo Simba waliweza kupata matokeo ya ushindi katika mchezo wao wa nusu fainali na Wananchi Africans walivyochomoza na ushindi katika mchezo wa nusu fainali. Lakini sasa mjadala mwingine ambao tunaufungua hivi sasa, tutazame namna ambavyo makocha walichagua vikosi vyao vya kwanza katika safari ya kuelekea fainali. Tukianza na kikosi cha kwanza cha Wananchi Africans kwenye mchezo wao wa robo fainali, kisha baadaye tutakuja kutazama kikosi cha kwanza cha Simba kwenye mchezo wa robo fainali. Naam, kama ambavyo unashuhudia hapo, kwa faida yako tu mtazamaji, Wananchi Africans kwenye mechi yao ya kwanza langoni ya robo fainali alianza Djigui Diarra, mlinda mlango huyu, lakini upande wa kulia alicheza Yao Kwasi Atula Jeshi, lakini upande wa kushoto akacheza Shedrack Isaka Boka Mayday, na tukaona walinzi wawili wa katikati alikuwa ni Frank Asinki pamoja na Ibrahim Abdullah Hamad maarufu Ibra Baka. Viungo wa katikati alikuwa ni Mudathir Yahya Abbas, lakini baadaye pia tukamshuhudia Amini Alan Okelo alikuwa kwenye eneo hilo, na Mohamed Hussein Zimbwe Junior alikuwa anacheza kama wingback, kwa maana alikuwa ni kiungo mshambuliaji ambaye anatokea pembeni. Bila Amini Mohamed Damaro Kamara na sio Zimbwe ndio alikuwa anacheza eneo la kiungo cha katikati. Lakini baadaye pia tukashuhudia pembeni akitokea Edmund John
Upande wa kushoto tukamwona Shehani Ibrahim, na pale juu alikuwa anacheza Alan Okello. Maana yake Young Africans waliingia na mfumo wa 4-5-1. Hiko ndo kikosi cha wananchi Young Africans. Nini ambacho mwalimu alikuwa anatazama kwenye kikosi hiki ambacho kilianza kwenye mchezo wao wa kwanza wa robo finali, kisha baadaye tukiangalia kikosi cha kwanza cha robo finali cha Simba Sports Club? Kwa Yanga wanamuona mwalimu kwamba aliweka viungo wawili chini wa Kabaji na akamweka mbunifu nyuma ya mshambuliaji Alan Okello, na ni sehemu ambayo nadhani Alan Okello anaifurahia zaidi kuicheza akicheza hapo, na ndio tumeona ameanza kuonyesha kile ambacho anacho, ambacho Yanga alikuwa anakitafuta kwa siku nyingi, kwa sababu akicheza pembeni naona anapata tabu akitokea pembeni, lakini akicheza pale katikati nyuma ya mshambuliaji anaongeza jicho lake la kuona kwenye mashimo ya kutengeneza. Kwa hiyo nadhani kocha alikuwa anajua na alikuwa anataka magoli. Kwa hiyo akiwa na wao viungo wawili wa ukabaji wanamsaidia kwenye timu kwenye kulinda pamoja na kumsaidia kwenye mashambulizi, kwa sababu una Damaro ambaye atakuwa anaongezeka anakuwa kama mtu wa tano nyuma, lakini una Mudasiri ambaye atakuja kuongezeka mbele anakuwa kama mtu wa tano tena vile vile mbele. Kwa hiyo unakuwa timu umebalance vizuri. Kwa hiyo nadhani hapo alifanikiwa, kwa sababu alikuwa na watu ambao wanaweza kukimbia na kuzunguka huko. Kwa Nashiani na mwenyewe ni mzuri kutokea pembeni, japokuwa sio winga sana, lakini alikuwa anasaidia. Nani Edmund yeye kidogo ana kasi tofauti na Shiani. Shiani najua anacheza pembeni, lakini unamuona ni mzuri zaidi kama naye akicheza kama mshambuliaji wa katikati. Kikosi hiki ndio kiliwafunga wafuga punda goli 4. Kwa hiyo unaona kabisa ni kwamba na Shiani alikuwa na ziliingia kipindi cha kwanza zote au 3 kipindi cha kwanza, moja kipindi cha pili. Basi tuangalie kikosi cha Simba Sports Club, alafu Idi Nonga aje atuambie hapa mwalimu alikuwa anahakisi nini kikosi cha kwanza cha Simba kwenye mchezo wa robo finali. Golini alikuwa anacheza Hussein Abel Thomas, lakini baadaye upande wa kushoto David Kameta Duchu, upande wa kushoto Anthony Mligo, katikati hapa kwa maana ya walinzi wa kati Vedastus Masinde pamoja na Hussein Mbegu. Lakini Jospin Luemba alikuwa anacheza kama kiungo wa katikati pamoja na Daudi Semfuko, kwa moja kati ya kazi chafu ambazo alizifanya kwenye hii mechi. Ladak Juma Chasambi alikuwa winga kwa maana ya kiungo mshambuliaji ambaye anatokea pembeni, alafu Bashiri nyota ambaye amepandishwa kutokea under 20 naye alikuwa anacheza kama winga, na Maurice Abraham yeye alikuwa anacheza kama kiungo mshambuliaji nyuma ya mshambuliaji kinara ambaye alianza Baraka Mwangosi bila shaka. Mfumo ambao alikuwa anautumia kocha ilikuwa ni 4-2-3-1. Huyo ndio Steve Becker. Pengine nini ambacho mwalimu alikuwa anakiakisi Idi Nonga kwenye hiki kikosi cha robo finali ambacho tulikishuhudia mechi ya kwanza kabisa ya Simba? Karibu. Kwanza ni aina ya mpinzani ambaye wanajua Steve Becker anaenda kukutana naye, ni mafunzo. Hata mechi ambayo walicheza dhidi ya Mlandege uliona kikosi kilibadilika kwa kiasi kikubwa kufananisha na hiki. Kwa hiyo alifanya total rotation. Kama unatazama hapo kulikuwa kuna wazao, yani hapo mchezaji wa kigeni ni mmoja tu, ni Ino Luemba. Wachezaji wote waliosalia ni wachezaji ambao ni wazawa, kwa maana wachezaji wa Kitanzania. Kwa hiyo kama utalinganisha vikosi ambavyo kwa timu zetu hizi tatu za bara ambazo zinaelekea kule, ni mnyama ambao alifanya rotation kubwa kulikweli kwenye hii mechi. Kwenye midfield tumezoea kuna aina ya watu ambao tunawakuta hapo wanacheza. Maana yake Steve Becker mwisho wa siku kwenye ripoti yake ya mwisho wa msimu anaweza akasema tulikuwa tuna wachezaji kadha. Kwenye hawa wachezaji kadha tuliwatumia kwenye mashindano haya na hawa wachezaji tuliwatumia kwenye mashindano haya. Ambaye anatakiwa kubaki naye ni huyu na huyu kwa sababu hizi na hizi na hizi. Ambaye pengine anaweza tukampa mkono wa kwaheri ni huyu na huyu na huyu kwa sababu hizi na hizi na hizi. Maana yake ripoti yake inakuwa ni nyepesi mno. Sisi kama unanielewa na kuelewa, akiamua kupruni mtu, yani hata kwenda kuwasilisha kwenye bodi ya wakurugenzi ya Simba, kila mtu alipata nafasi. Nilimpa nafasi kila mtu. Tofauti na au basi tusiende. Na hiki kikosi pia, na kama aina ya matukio ambayo yalipatikana, mnyama mechi alishinda bao moja tu dhidi ya Mafunzo. Goli moja tu alishinda, lakini kwenye mechi ya pili ambayo walicheza dhidi ya Mlandege umeona aina ya matukio ambayo yamepatikana. Kwa hiyo kwenye weight ya vikosi ilikuwa tayari kuna huo tofauti mkubwa ambao ametuonesha mwalimu Steve Becker. Kwa hiyo kwangu kwanza mimi ninampongeza kwa sababu
kwenye mechi za knockouts walimu wengi huwa wana prefer waende na timu yao ya kwanza. Umeona haina matokeo ambayo Yanga waliyapata kwenye mechi yao ya kwanza mabao 4. Azam FC wana hiyo rotation huwa anaifanya Forai Benge, lakini kwa Steve Barker nadhani ilikuwa ni rotation kubwa mno ambayo ameifanya kwenye ile mechi, na hawakuamwangusha kina Semfuko kupata ina ushindi wa bao moja dhidi ya Mafunzo na kuelekea kwenye hatua ya robo finali. Kwa hiyo kwenye eneo la wazawa kwangu Steve Barker aliwatendea haki kubwa sana wachezaji wake na aliwapa hiyo nafasi kuweza kuitumia kwenye huu mchezo. Ndio tukaona kina Ladaki ambao wengi tunaulizia kwa nini kwa wachezi. Ladaki Juma Chasambi unaweza kumuulizia? Watu wanamuulizia sana. Ameprove amecheza. Mimi Ladaki kwangu kwa wachezaji ambao huwa wapati nafasi ili uweze kumzungumzia mchezaji aweze kucheza vizuri, nimpe nafasi acheze. Football ni mpira yani ni kucheza mechi za ushindani. Ukiwa unacheza unaonyesha na unapata hiyo kama utangazaji kaka. Kabisa, kama utangazi kaka, huo bora unaotolea wapi? na chochote kwa mwanadamu. Yes, ni ukipractice mara kwa mara kwenye ushindani. Kweli chochote kwa mwanadamu. Chochote unachokijua ukisema uache baada ya muda yani kinapotea. Nitakaa vizuri baadaye na shemeji yangu Gift Match nimuulize kuna ukweli kiasi gani juu ya hichi ambacho unakizungumza. Kabisa. Bana tuangalie namsifia kocha wa Simba. Katika nani amemtumia yule Hussein Mbegu pamoja na Bashiru, wachezaji vijana ambao wameonyesha viwango vikubwa sana kwenye hizi zote mechi mbili. Even Velastus Masinde. Lakini namwongezea Mbegu kwa sababu Mbegu amecheza mechi na mabeki wote wa Simba katikati ambao wazima. Na mtulivu tu. Huwezi kuamini kama ni kijana mdogo aliyepandishwa kutokea ndani. Kwa sababu uzuri wa mtu kuandaliwa hivi, kuna situation huwa zinatokea mwalimu huna namna, yani unatazama benchi lako unahitaji umtoe mtu akacheze. Kama hujamuandaa kwenye aina hizi za michezo ndio mtu anaingia kwanza pressure inamchukua, lakini pia mechi nyingi zinamchukua pia. Na nimekumbuka pale Azam FC yule kocha wao Jean Forai Benge kuna wakati ulikuwa unamshangaa anamnyanyua Nur Twalib ambia mnenda kacheze kakae pale cheza, anamnyanyua mtu kama Kibeku nenda kacheze pale. Anamnyanyua tena kwenye eneo la ulinzi ambaye alikuwa Coast, baadaye akataka kusajiliwa na Simba Lamek Elias Lawi, anamwambia nenda kacheze. Unakuja kushangaa mchezaji kama Twalib Nur Twalib amecheza mechi zote kubwa, ndio cheza na Simba, mcheza na Yanga, mcheza kwenye michuano ya ligi ya kombe la shirikisho kinasubiri Afrika. Yani mpaka unaanza kukuelewa vizuri sana Idi Nonga. Na kingine cha kumalizia, inawezekana mbona kwenye hizi mechi za dabi kama unamwangalia Pedro Goncalves, ukimwangalia Steve Barker, inawezekana kwenye mpango wake kazi, yani kosi Yanga anakijua ambao na pale nyuma atamaliza labda Ibrahim Baka atacheza sijui na Frank Yasinki, lakini au atacheza Rushen Deruk, atacheza Ismail Toure. Unashangaa unaenda kwenye mechi mwalimu akupa surprise Federatus Masina bwana wewe zima pale. Hiyo pia aliwahi kuisema afisa habari wa Wananchi. Kila kitu kinabadilika tayari kwenye game plan. Anasema ni mechi ngumu sana hii ambayo nakumbuka ilikuwa mechi ya finali, nakumbuka ile. Unaweza ukategemea hivi alafu watu kaja nani kweli ndio yani plan ya mwalimu uje ya mchezo inabadilika tayari, kwa sababu kama unajua tabia za yule mlinzi wa Azam akina Fuentes Mendoza wewe tayari unayo imeclick kichwani, ukienda pale unakutana na Twalib Nuru ndio anazima hiyo siku tayari. Kwa plan ya mwalimu anakuwa anakuharibia, lakini pia inawezekana ikawa na faida kubwa, lakini pia kwa timu ambayo tayari imefanya mabadiliko ya kikosi kwenye huo mchezo kwa siku husika na inakuwa ina motivation zaidi kuliko walinzi wengine ambao wamezoeleka kucheza. Kwa hiyo kwangu rotation ni nzuri ambayo inakuwa ni silaha ya kimekime ambayo mwalimu anaweza akaitumia kwenye mechi muhimu kama hii ambayo ya dabi ambayo mwalimu anaenda kuiendea. Shangaa Steve Barker siku ameamka anasema bana Ismail Toure wewe utakuwa ni silaha yangu ya pili. Bwana Hussein Mbegu kanizimie pale eneo la nyuma. Tayari plan ishawabadilisha ya mwalimu wa timu pinzani. Hiyo ilikuwa ni kwa upande wa hatua ya robo finali kwa timu zote mbili. Tumeanza kuwatazama Wananchi Young Africans na tukaitazama pia Simba Sports Club kwenye mechi yake ya robo finali. Sasa tugeukie upande wa nusu finali na tuangazie kikosi cha kwanza cha Wananchi Young Africans kwenye hatua ya nusu finali. Tukashuhudia mabadiliko makubwa sana ambayo kocha ameyafanya. Kwenye milingoti mitatu alianza Djigui Diarra, lakini upande wa kushoto alicheza Shedrack Isaka Boka, upande wa kulia Izra Patrick Mwenda. Katikati kwa maana ya walinzi wa kati alikuwa anacheza Ibrahim Abdullah Hamad pamoja na Frank Asinki ambaye alianza pia kwenye mechi ya robo finali. Hapa katikati kwa upande wa viungo alikuwa ni Mohamed Damaro Kamara pamoja na Juka Buya ambaye mechi ya robo finali kwa hakika hakuanza kwenye mchezo ule. Lakini Alan Okello kama ambavyo ilikuwa ada alicheza mechi ya robo finali na nusu finali ameonekana.
Pacome kwenye kikosi ambacho kilianza kwenye hatua ya robo finali hakuwa mchezaji ambaye alianza kwenye kikosi hiki, ameanza. Prince Dube Mpumelelo alianza kwenye mchezo ule na nusu finali pia ameanza. Maxim pia Nzengeli kama ambavyo imekuwa ada, alianza Max kwenye kile kikosi na kwenye kikosi hiki cha nusu finali kocha ambao wa kwanza ni Dube na Pacome. Nadhani na Isra hakuanza kwenye kile kikosi. Dube alianza. Juke Abuya ndo hakuwa ameanza kwenye kile kikosi. Sawa sawa na Ibrahim Abdullah Hamad alikuwepo. Mwalimu alikuwa anaakisi kitu gani na tofauti ya kikosi kile cha kwanza ambacho kilichoanza kwenye mchezo wa robo finali na kikosi hiki? Nikianza na Kinga. Ukimwangalia mwalimu alijua hii mechi ngumu zaidi kwa sababu alikuwa anajua aina ya mpinzani Azam FC. Kwa hiyo lazima uje na watu ambao wamekamilika kwa ajili ya kumaliza kazi. Unawatuma wanaume waende kufanya kazi. Kwa hiyo alitaka kwa na jeshi lake lote kamili na unaona bado tu alichobadilisha, alimbadilisha Mudathir akamweka Duke Abuya. Yaani ndo pale katikati wale wawili wakabaki vile vile. Mohamed Damalo aliendelea kubaki. Kwa hiyo alimuongezea mtu mwingine. Kwa hiyo alimpumzisha nani? Nadhani Vivia alikuwa anatumia mechi hii akitegemea kuwapa mazoezi wachezaji wake kuelekea mechi yao ya tarehe 3. Unaona jinsi ya kikosi ambacho kinakuja kwa sababu anaona kabisa nani muda hatakuwepo kwenye mechi yao kabla ya kufika finali. Kwa hiyo umeona aliamua kumtumia Duke na Damaro pale katikati. Lakini huko mbele akaongeza Pacome na Maxi na Alan akabaki pale pale chini. Alichofanya alimuondoa na Shedrack Shehani na Edmund John. Akaweka nje akaingiza watu wengine wenye uzoefu. Nadhani hapo ndo walipokuja kuwamaliza Azam kwa sababu wenye uzoefu walipokuja kuingia. Kwa hiyo mwalimu alifanya mabadiliko haya kwa sababu alikuwa anajua timu ambayo anakwenda kucheza nayo. Kwa hiyo lazima tuwazuie, tuwapoteze mapema. Kwa hiyo nadhani ndio kisa cha kubadilisha kikosi na aina wachezaji waliokuja. Kwa hiyo unamuona kabisa mwalimu alikuwa na nia kwamba mimi nataka matokeo. Na wewe ni bingwa, lazima uwe na matokeo na watu sahihi wanaokupa matokeo. Wakati mwingine unahitaji wachezaji hao unawapa mechi za namna hii kuweka fit ya wananchi. Kwa unaweka fit. Ana kitu nataka kusema pale. Hidi ulikuwa unataka kusema? Hii kaka ndo A-list ya wananchi. Yaani kwa Frank Yasinki angekuepo Dickson Job mzima ulikuwa muone pale. Yule Frank Yasinki mnyote yupo lakini bahati mbaya mashindano yanayoanza backline yao inayoanza alikuwa unakuta Dickson Job pale. Na Frank nadhani amecheza hii mechi kwa sababu kwenye mechi ya kwanza alikuwa na performance nzuri bila Makumbi. Kwa wenzetu kwa walimu ilikuwa ni kidogo huenda ikawa ni kitu tofauti kwa ukamtoa ukamuingiza, lakini namtegemea Bakari Nondo Mwamnyeto huenda kwenye mechi ya dabi nikamuona. Hata nani hata umesema hii ndio A-list ya wananchi ngapi? Yes, yani ukimtoa Frank Yasinki kwenye kikosi hii ndio A-list ya wananchi. Na kwa sasa hivi anaingia kwenye orodha kwa sababu si nani hayupo. Unamuona mechi nyingi toka ameumia Jobu. Yeye ndo anacheza pale kwenye ile nafasi. Kwa hiyo badala nani Captain Mwamnyeto amecheza mechi chache sana akiwa na kikosi baada ya Jobu kuumia. Kwa hiyo mara nyingi Baka anamaliza na Frank Yasinki. Lakini huko kwa Shadrack naona kwa mechi inayokuja kesho namuona Zimbo anarudi kwenye nafasi yake. Nampa nafasi. Kabisa nampa nafasi yake akarudi kwenye nafasi yake kucheza. Kwa sababu hii mechi ya kesho haina utani. Bana wanasema hamna ndio mlimwamo na sogea huko sio kulala mpweke. Uionapo ambari Zinduna haiko mbali. Sogea huko sio kulala mpweke. Bwana sijaelewa ikoje kaka. Hiyo. Nitakuja kukuelewesha baadaye. Usipoelewa sasa baadaye utaelewa baadaye. You got it? I got it. Bwana, tuangalie upande wa pili wa shilingi kwa maana ya tutazame kikosi ambacho kilianza kwa Simba kwenye mchezo wa nusu fainali, alafu wachambuzi watakuja kuniambia kocha Steve Barker alikuwa anaakisi kitu gani. Langoni kwenye milingoti mitatu aliendelea kucheza Hussein Abel Thomas, lakini ukitazama upande wa kulia alikuwa anamuona David Kameta Duchu akiendelea. Rushan Dariek alianza kwenye mechi hii ya nusu fainali akicheza na Hussein Mbegu, lakini Tony Anthony Mligo alianza upande wa kushoto. Maurice Abraham ulikuwa ni mwendelezo kutoka robo finali mpaka nusu finali. Neo Maema alicheza kwenye huu mchezo
na alicheza kwenye mchezo wa robo finali Lakini Libase Geye naye alikuwa ni miongoni mwa wachezaji Alassane Maodo Kante alikuja kuingia. Alassane Maodo Kante aliingia kwenye hii mechi kwa maana alianza. Bashiri kama ilivyokuwa kwenye mechi ya kwanza robo finali ilikuwa ni mwendelezo wake. Eli Mpanzu Kibisawala alicheza kwenye hii mechi pamoja na Starboy Mohamed Bajaber alikuwa kwenye hilo eneo. Siku nyingine hapo kwenye lineup umtokee Bajaber. Huyu Mohamed anaweza kumtafuta bwana Mohamed nani? Sio kama unaelewa hata Eli angeweka Mpanzu. Anakuja kirahisi. Eli Mpanzu ndio anaoga. Nini mwalimu ambacho alikuwa anaakisi Idi Nonga kuelekea kwenye kikosi cha nusu finali? Ni rotation ya pili tena Beka anaifanya kubwa, lakini unaona weight taratibu inaongezeka tofauti na mchezo ambao mcheza dhidi ya Mafunzo, dhidi ya Mandege. Umeona hata performance ya kipindi cha kwanza and then baadaye akafanya mabadiliko, mechi ikabadilika kwenye eneo la Hussein Mbegu ambalo mechi iliyopita tulimuona pale Vedasus Masinda alikuwa ile eneo, lakini umeona imebadilika. Upande wa kushoto Anthony Mnigo, lakini pia upande wa kulia umeona David Kameta Duchu pia kwenye hii mechi alirejea tena kwenye mechi ambayo inakuja kwenye weight kubwa. Nadhani huenda mabadiliko pia kawa makubwa, tukamkuta Shomari pale akakaa ile eneo, lakini upande wa kushoto inawezekana pia Kibabage tukamuona pale, lakini kwenye eneo la kiungo kwenye mechi ya Mafunzo tulimuona Semfuko pale alionekana kwenye ile eneo, lakini tumeona mabadiliko tena yametokea. Maodo Kante ameingia hapo, lakini pia Maurice Abraham pamoja na Nio Maema ambaye hata mechi iliyopita pia alicheza kwenye eneo la mbele. Bwana mdogo Bashiru Kibaila kwenye mechi iliyopita alicheza, lakini kwenye mechi japo alifanywa mabadiliko kwenye mechi ambayo inayokuja ya kesho huwezi kumtegemea kwenye ile eneo akawepo hapo kwa sababu kuna mtu mwingine ambaye atakuja eneo hilo pia. So naona pia kuna mabadiliko makubwa tena. Tutarudi kwako tena Idi Nonga na utakuja kuniambia kwa nini Simba hawakupata matokeo kipindi cha kwanza, lakini pia utakuja kuniambia Kinga utofauti ni kwamba Yanga waliwahi kupata magoli katika kipindi cha kwanza, pengine ni kwa sababu gani?